Mungu wetu ni Mungu anayetufundisha ili tupate faida. Katika kila maelekezo yake yana namna ya kutujenga, kutusaidia tuweze kuishi maisha yaliyo bora zaidi, na kisha baada ya maisha haya tuweze kuonana naye katika ufalme wake kwenye maisha ya milele. Yeye ni Mungu anayetufundisha ili tumjue zaidi, na katika kumjua zaidi tunapata kujua pia ni nini zilizo haki zetu, na kisha sasa tunaweza tukazidai, na hivyo kutuwezesha kuishi maisha ya furaha yenye baraka tele. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo, na kipekee ninakukaribisha katika maisha ya ushindi ili tupate kujifunza, tupate kujua ni nini yaliyo makusudio ya Mungu katika maisha yako. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 mstari wa 17, inasema ili litimie neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, yeye mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kumbe Isaya alitabiri juu ya jambo hili, kueleza ya kwamba huyu Yesu atakayezaliwa atakuja kuchukua magonjwa yetu, atajitwika mwenyewe huzuni zetu. Ndio maana katika Isaya 53 mstari huu umejieleza kwa upana zaidi. Kama watu tuliookoka, kama watu tunaomwamini Yesu, lazima tufahamu ya kwamba tunaye Baba mbinguni, Baba anayetuwazia mawazo mazuri. Yeye anapenda kutuona sisi tukiwa tuna afya njema katika kila mazingira. Yeye ni kama baba wa duniani, ila ni mwema zaidi. Unajua, sijawahi kukutana na baba yoyote wa duniani ambaye anapenda kumwona mwanaye akiwa na magonjwa au akiwa na changamoto yote ile pale. Hakuna baba anayependa kuona kitu kama hicho. Ni mapenzi ya kila baba kuona mwanaye anakuwa na afya, anakuwa mzima, anafanya mambo mbalimbali kama vile ambavyo watoto wengine wanafanya. Na vivyo hivyo baba yetu wa mbinguni hana tofauti, isipokuwa uzuri ni kwamba baba yetu wa mbinguni yeye ni mwema zaidi. Yeye ni mwema zaidi. Neno linatuonyesha ya kwamba yeye aliruhusu mwanawe Yesu Kristo aje afe pale msalabani, ili kupitia kifo cha mwanaye tupate mamlaka ya kushinda shetani na magonjwa yake. Magonjwa yatoki kwa Mungu, magonjwa yanatoka kwa shetani. Hakuna magonjwa yote ambayo Mungu analeta. Magonjwa yote ni matokeo ya kazi za shetani. Na ndiyo maana neno linatuambia ya kwamba Yesu alikuja kututoa katika vifungo vya shetani. Alikuja kututoa katika mgandamizo wa magonjwa ambao umekuwa ukikaa juu ya watu. Kwa hiyo sasa tunaweza tukatembea uhuru mbali na magonjwa kwa kumwamini tu Yesu, kwa kuliitilia jina lake. Haijalishi umekuwa ukiumwa ugonjwa gani, kwa muda gani, kwa muda mrefu kiasi gani, bado fursa ya uponyaji ipo, kwa sababu neno linasema ya kwamba Yesu mwenyewe alitwaa madhaifu yetu. Hizi ni habari njema sana ya kwamba Yesu kumbe alikwisha kulipa gharama ya sisi kutembea bila magonjwa. Sasa kwa nini tukubali kukaa na magonjwa? Magonjwa sio mapenzi ya Mungu, lazima tuyakatae, lazima uyakatae. Na neno la Mungu linatupatia maelekezo ya kwamba kumbe Yesu amekwisha kututoa katika vifungo vya magonjwa. Kwa hiyo inawezekana kwa sasa unakutana na changamoto hiyo ya magonjwa, lakini nataka nikuhakikishie ya kwamba kama ukisimama na neno la Mungu katika kudai haki zako, Mungu atakupatia. Sijawahi kuona hata mara moja Mungu kagoma kumponya mtu ambaye amesimama katika neno lake. Mungu lazima atakuponya. Kwa hiyo kama unakutana na changamoto ya magonjwa, itilia jina la Yesu. Uponyaji upo kwa ajili yako. Kama una mpendwa wako, rafiki yako au jamaa yako ambao unajua anakutana na changamoto ya magonjwa, basi unaweza kuomba kwa ajili yake. Unajua neno linasema katika Marko, kama unaweza kuweka mikono juu ya wagonjwa nao wakapata afya. Hii ni kuonyesha kwamba hivi mapenzi ya Mungu ni wewe uwe na uzima, wewe uwe na afya. Sio mapenzi ya Mungu wewe uwe na magonjwa. Kwa hiyo usikubali kukaa katika magonjwa, katika hali ya udhaifu wa mwili, kwa kudhani kana kama hivi hayo pia ni mapenzi ya Mungu. La, huo ni uongo wa shetani. Mapenzi ya Mungu ni wewe uwe na afya, wewe una uzima. Ndio maana Mungu anakufahamisha haki yako ni wewe kuwa na uzima. Kwa hiyo kama imetokea umeingia katika changamoto ya magonjwa kwa namna yote, haraka itilia jina la Yesu, maana uponyaji upo kwa ajili